Bwana, ni rasmi. Kibu Dennis Kibu Mkandaji aliyekuwa mchezaji wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba amejiunga na klabu ya Al Nassr Benghazi ya kule nchini Libya. Bwana, hii ni mara baada ya Wekundu wa Msimbazi Simba kuthibitisha kwamba Kibu Dennis hatakuwa sehemu ya kikosi chao. Bwana, ikumbuke kwamba Kibu Dennis aliwahi kujaribu kuondoka ndani ya klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, lakini ilishindikana. Lakini mwisho wa siku sasa unaweza ukasema pengine ombi la Kibu Dennis kuondoka ndani ya klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba limetimia mara baada ya klabu ya Al Nassr pia kumtangaza kupitia kwenye ukurasa wao wa Instagram kwamba ni mchezaji wao. Bwana, taarifa ni kwamba mshambuliaji nyota wa Simba Sports Club Kibu Dennis Prosper amekamilisha rasmi usajili wake kwenda ndani ya klabu ya Libya Al Nassr Benghazi, akiondoka klabu ya Simba baada ya mazungumzo ya uhamisho kufanikishwa kwa pande zote mbili. Hii ni mara ya pili kwa Al Nassr kumtafuta Kibu baada ya jaribio la awali kabla ya kuanza kwa msimu huu kushindwa kufanikishwa. Sababu kuu ya Simba kuamua kumuuza Kibu Dennis ni kwamba mkataba wake na klabu hiyo unakaribia kumalizika mwishoni mwa msimu huu, na klabu ya Simba iliona ni busara kupata faida ya kifedha badala ya kumpoteza bure. Bana, uhamisho huu ni matokeo ya mazungumzo makini kati ya Simba na Al Nassr, ambapo pande zote zimeridhiana na masharti ya kiufundi na kifedha ya uhamisho. Kibu Dennis alijiunga na Simba Sports Club mwaka 2021 na amekuwa mchezaji muhimu, akichangia mabao muhimu na kushirikiana na kikamilifu na wachezaji wenzake kwa upande wake. Al Nassr Benghazi inamwona Kibu kama nyongeza muhimu katika kikosi chao, ikitarajia kutumia uzoefu na ujuzi wake katika michuano ya ndani na Afrika kwa ujumla. Bwana, Kibu Dennis anakwenda kuungana na baadhi ya nyota ambao amecheza nao ndani ya klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Fabrice Luamba Ngoma ni moja pia kati ya nyota ambaye anakipiga ndani ya klabu ya Al Nassr Benghazi ya pale nchini Libya. Lakini pia tumeshuhudia kwenye dirisha dogo Steven Mkwala Dese naye pia kiungana na Fabrice Luamba Ngoma pale Al Nassr, na Kibu Dennis anakwenda kukutana na nyota ambao amecheza nao kwenye kikosi cha Wekundu wa Msimbazi Simba, kwa maana ya Fabrice Ngoma pamoja na Steven Dese Mkwala. Lakini pia Hadim Diao alikuwa beki wa klabu ya Al Hilal, naye pia tunafahamu ni moja kati ya nyota ambao alikuwa anatikiwa na Wekundu wa Msimbazi Simba, na yeye alishakwisha kujiunga na klabu ya Al Nassr Benghazi. Kwa hiyo unaweza kuona ni kama kuna kibiashara fulani ambacho kipo kati ya Al Nassr Benghazi na Simba Sports Club, lakini kubwa zaidi ni Kibu Dennis kujiunga na klabu ya Al Nassr Benghazi. Bana, klabu ya Simba imethibitisha kuwa mshambuliaji huyo Kibu Dennis hatakuwa sehemu ya kikosi cha timu hiyo, akihitimisha utumishi wake wa misimu 4.5 akiwa na Wekundu hao wa Msimbazi. Kibu Dennis Mkandaji ambaye alijiunga na Simba anaripotiwa tayari amejiunga na klabu ya Al Nassr Benghazi na anatarajiwa kutambulishwa kama mchezaji mpya wa klabu hiyo nchini Libya hivi karibuni. Bwana, kama ambavyo nimekujuza, Kibu Dennis anatarajiwa kuungana na Fabrice Ngoma, Steven Dese Mkwala ambao wapo klabuni hapo baada ya watatu hao kutoka Simba kwa nyakati tofauti. Sasa Wekundu wa Msimbazi Simba kupitia kwenye ukurasa wao wa Instagram wametumia ukurasa huo kuweza kumwaga Kibu Dennis, na walichokiandika wamesema: asante Kibu Dennis, baada ya kuwa sehemu ya kikosi chetu kwa misimu 4.5, Kibu Dennis Mkandazi ameuzwa na sasa anakwenda kuanza maisha mapya nje ya Simba. Ndicho ambacho Simba wamekiandika. Sasa nimepita kutazama kwenye ukurasa wa Al Nassr Benghazi namna ambavyo pia Kibu Dennis Mkandaji bana kupitia kwenye ukurasa wa Al Nassr Benghazi ya huko nchini Libya wameweka picha ya Kibu Dennis wakasindikiza na maneno yanayosomeka welcome Kibu Dennis. Ndicho ambacho wamekiandika. Sasa kupitia kwenye ukurasa huo nimetazama pia comment za baadhi ya mashabiki wa Simba ambao wame comment kupitia kwenye ukurasa wa Al Nassr Benghazi. Huyo anasema Kibu D, anasema take care of our brother, he is good prayer, akimaanisha kwamba akiwaonya kwamba Al Nassr kwamba wachukue ama wamchukulie umakini sana kaka yao, kwa sababu ni moja kati ya wachezaji wazuri. Mnasema Mkandaji, mnasema Kibu D, mnasema kila laheri Mkandaji, mnasema all the best Kibu Mkandaji, mnasema ila hizi sawa, mnasema all the best Kibu, mnasema ole wenu wasipewe chai kila siku na mandazi, mnasema wabongo acheni ubinafsi, Kibu msimuonee gele, inatakiwa tumpongeze kwa kupata timu nje Tanzania, nina imani anaenda kufanya vizuri zaidi ya alivyofanya Simba. Hongera Mkandaji, Mungu akutangulie, ukifanya vizuri utatangaza soka zuri kwa wachezaji wetu wa kibongo na ligi yetu. Mnasema tumehamishia timu yetu kwenda Libya, mnasema mchezaji anayeshinda sawa, mnasema kila laheri Kibu,
Unasema Simba ndio njia ya mafanikio. Unasema kila laheri Kibu Denga. Unasema tafuteni maana ya neno. Sawa. Unasema maana wamemtoa kwetu, yupo safi. Sawa. Sasa ole wenu. Unasema hii klabu inajua sana kujitengenezea fans wengi, na Tanzania mtandaoni kwa Afrika ni watu sharp sana. Kupitia ujio wa Ngoma, Mkwala na Kibu wote walikuwa na mudu Tanzania. Sasa Al Nassr itaanza kufuatiliwa na fans wataongezeka. Unasema Walabu, huyu anaitwa Kibu Mashine, Kibu mkandaji. If you want to know him deeply, please ask my follow. Sawa. Unasema Kibu mkandaji, aise Simba. Unasema bala jipya hilo triple. Unasema jamani mkandaji Al Nassr Kibu Dennis Prosper. Unasema kila laheri Kibu mkandaji. Unasema hakikisheni Kibu anakula kwa wakati. Unasema kwani ligi ya Libya ipo na mangapi Afrika? Anauliza hivyo. Unasema hapa tumewapiga na sawa. Unasema Waarabu wanahisi wameokota dodo, kumbe tumewapiga sisi wenyewe, tumefurahi. Unasema kila laheri Kibu D. Unasema all the best mkandaji Kibu Denga. Unasema all the best mkandaji. Unasema Mungu akutangulie Kibu. Bana, hizo ni baadhi ya comment kupitia kwenye ukurasa wa Al Nassr mara baada ya kumtangaza Kibu Dennis kuwa nyota wa timu hiyo. Sama comment mara baada ya Wekundu wa Msimbazi Simba kuweza kuweka maneno ya kumwaga Kibu Dennis kwamba hatakuwa sehemu ya kikosi chao. Nkonzala moja kati ya mashabiki wakubwa wa Simba anasema jamani, sema sawa pia sawa. Umesema niwaambie tu kweli sawa. Umesema thank you God. Umesema all the best champion Kibu Denga. Umesema usimkatie mtu tamaa, mbona mmekata guy. Sema tunamshukuru sana mwamba kwa yote. Kusema kila laheri, hatukudai, wewe ni moja wapo kati ya wachezaji ulioipeleka Simba finali ya CAF Confederation Cup. Ni kukumbuka lile goli la tiktaka Benjamin Mkapa dhidi ya kina Mabululu, nikikumbuka dhidi ya Sfaxien dakika za jioni. Hatukudai, all the best champion. Unasema sawa. Unasema asante. Unasema mimi kama shabiki wa Simba nimefurahi sana. Unasema kila laheri mkandaji, ila vipi kuhusu transformation? Unasema kaka Diara ataanza kutuletea dharau, atakandwa na nani? Unasema safari njema mkandaji. Unasema sawa, kaondoka ila sawa. Unasema afadhali. Unasema sawa, kama Kibu kaondoka next stop ni sawa. Unasema all the best Kibu. Unasema kila laheri Rastamani, asante kwa muda uliotupa furaha, wana Msimbazi mengine anazungumzika. Unasema good morning, hii umekuwa siri jamani, waandishi hawajasema kitu au ni mimi nimepitwa na hii. Unasema binafsi namshukuru kwa lolote. Unasema biashara ya maana kabisa kwa wakati sahihi. Bwana, hizo ni baadhi pia ya comment kupitia kwenye ukurasa wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba mara baada ya Simba kujuza amekwenda kuungana na Steven Mkwala, amekwenda kuungana na Fabrice Ngoma, ambao wote wanakipiga ndani ya klabu ya Al Nassr. Wana Al Nassr wanazidi kuibomoa Simba, naweza kusema hivyo. Fabrice Ngoma, Paredes Mkwala, kule Kibu Dennis. Kwa hiyo naweza kusema ni kama Simba vile inahamia Libya, lakini iko hivyo kwamba Kibu Dennis tayari ameshakuja kujiunga na klabu ya Al Nassr Bengals, na mchezo dhidi ya KMC ni mchezo wake wa mwisho, na baada ya hapo ataungana na klabu yake mpya. Kwa ni moja pia kati ya taarifa ambayo nimeona ni kujuze kuhusiana na Kibu Dennis ambaye tayari anaelekea ndani ya klabu ya Al Nassr ya Libya kwa ajili ya kuanza majukumu mapya. Bwana, inafahamika kwamba kwa Simba wamepokea zaidi ya shilingi milioni 700. Kwa hiyo Simba wamevuna kitita hicho baada ya kumuuza Kibu Dennis kwenda ndani klabu ya Al Nassr Bengals ya kule nchini Libya. Pengine una maoni yapi kuhusiana na usajili wa Kibu Dennis ndani ya klabu ya Al Nassr? Pengine ni muda sahihi wa Kibu Dennis kuondoka ndani ya klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, au ilikuwa bado? Tunafahamu kwamba Simba kwenye dirisha dogo la usajili wameongeza nyota kadha wa kadha, Jospin Luemba, lakini pia Anset Oura tumemwona pia, Libase Gwe ni moja kati ya nyota ambao wameingizwa, lakini Ismail Tule. Kwa hiyo pengine pia usajili wa Simba ambao umeufanya kwenye dirisha dogo la usajili huenda ndio umetoa maamuzi ya Simba kumuuza Kibu Dennis, kwa maana ya pengine nafasi kwa Kibu Dennis inaweza kuwa ni finyo, kwa sababu ujio wa Jospin Luemba ni moja kati ya nafasi ambayo Kibu Dennis pia
anacheza kwa maana ya winger, kwa maana ya kiungo mshambuliaji akitokea pembeni, na Kibu Dennis ni moja kati ya wachezaji ambao alikuwa kimudu sana kama nyota ambaye anacheza kutokea pembeni. Kwa usajili ambao Simba wameufanya, pengine ni moja pia kati ya sababu ambayo imewafanya Simba kuweza kumuuza Kibu Dennis ndani ya klabu ya Al Ahly Benghazi ya Al Nassr Benghazi ya kule nchini Libya.